Sawa, jina langu mimi naitwa Rajab Shabani Manyinya, diwani wa kata ya Kivule. Leo ilikuwa ni siku nzuri kwa sababu tulikuwa na kikao na wadau wote wa soko la Kerezange. Kikao chetu kilikuwa na malengo ya kuhakikisha kwamba sasa tunaelekea kufufua soko letu, lakini agenda kuu ilikuwa ni kuleta mnada hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu na nitumie fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi wetu wa jiji na afisa biashara mkuu wa jiji letu, kwa sababu leo ameniletea viongozi wote wa jiji wanaohusika na masuala haya ya minada pamoja na masoko. Alikuwepo mwakilishi wa afisa masoko, alikuwepo mwakilishi wa afisa biashara, afisa biashara kanda, lakini alikuwepo mwendesha minada, mwenyekiti wa waendesha minada mkoa, lakini pia alikuwepo meneja wa makusanyo ya magulio wilaya ya Ilala. Hao wote wamenitia moyo kwa sababu ndio viongozi rasmi wa jiji letu la Dar es Salaam, na mimi nina imani sasa kwamba ule mpango wa kwenda kuleta mnada kwenye eneo hili unakwenda kukamilika. Nimezungumza na wananchi, hadi leo tumepata mrejesho mzuri sana, hasa kwenye michango ile ya kuhakikisha kwamba tunawawezesha magari yale ya minada yafike hapa, ambapo mpaka sasa hivi tumepata 1,500,000 kwa kila wiki moja ambao watakuja hapa. Kwa hiyo hilo nalishukuru sana, niwashukuru sana wadau wote waliofika hapa, lakini pia ni wataarifu kwamba Jumatano ijayo, siku kama ya leo ya wiki ijayo, saa 8 kamili tutakuwepo kwenye eneo hili kwa ajili ya kwanza kuwatambua wadau wote wa soko, kwa sababu leo inawezekana hawajaja wote, lakini cha pili kufanya uchaguzi wa viongozi wetu sasa wa kudumu, maana katibu wa wafanyabiashara, mwenyekiti wa wafanyabiashara, mweka hazina wao, ili sasa tuwe na uongozi strong ambao tunaweza tukafanya nao kazi kuelekea kuanzisha mnada. Jina langu naitwa Ali Seif, ni mhasibu mkuu wa masoko wa halmashauri ya jiji. Halmashauri tumekuja kwa ajili ya kuendeleza palipokuwa pamekwama, ili soko hili liweze kufanya kazi, halmashauri iweze kupata mapato, lakini vile vile na wananchi waweze kupata kipato. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa hapa, sisi tuko nao, tutaungana nao mkono, wakiwakilishwa na diwani wao wa huku Kivule. Na kama serikali, mkurugenzi yeye anataka miradi yote iliyopo halmashauri iende vizuri. Kwa hiyo sisi kama wakilishi wa mkurugenzi tutahakikisha tunafanya kwa hali na mali, usiku na mchana, kuhakikisha ili soko halirudi tena. Miundombinu inakuja wakati mwingine jambo likiwa biashara inafanyika. Wakati mwingine tunaweza kuwa tumekwama, lakini kwa ili soko litakuwa liko hapa linafanya kazi, basi miundombinu tutaifanya na kuiboresha vizuri. Ahmad Mohamed na Mkande, mimi ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara wa mkoa wetu wa Dar es Salaam katika wilaya 5 zinazounganisha mkoa wa Dar es Salaam, na mpaka sasa hivi na magulio mkoa mzima, magulio 43, lakini pia vile vile mkoa au jiji la Ilala na magulio 13, na leo hii nipo katika eneo hili la Kivule kwa ajili ya kuja kuangalia jinsi gani tunaweza tukaleta mnada hapa uwe mnada wa 14. Kama tunavyojua kwamba wafanyabiashara waliokuwa wengi wanashindwa kufika katika masoko yaliyojengwa na halmashauri kwa sababu ya miundombinu, lakini pia vile vile watu wanakuwa ni wachache wanaokuja kupata huduma katika hayo masoko. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa kama taasisi ya umoja wa wafanyabiashara, kwa kuzingatia kauli ya Mheshimiwa Rais aliyozungumza kwamba wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara katika maeneo yasiyokuwa rasmi basi waende katika masoko yaliyokuwa rasmi, ili kuondosha dhana au hadha ambayo inayojitokeza katika baadhi ya maeneo, hususan maeneo ya barabara ambayo sio rasmi, maeneo ambayo sio rafiki kibiashara. Kwa hiyo tunategemea kwamba uwepo wetu sisi hapa wa kuleta mnada katika eneo hili basi utawaondoa wafanyabiashara ambao sio rasmi katika maeneo ambayo sio rasmi, kwa kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili wafike katika eneo hili. Kama tunavyoliona, fremu ziko nyingi, eneo ni kubwa, lakini wafanyabiashara ndio changamoto. Kwa hiyo tunaamini sisi kama viongozi wa taasisi ya wafanyabiashara wa magulio, ambao magulio yetu inakuwa ni ya kuhamahama,
Ina maana kama tukija hapa Jumatano, basi hatutarejea tena hapa mpaka Jumatano ya wiki ijayo. Tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake, wananchi wa eneo hili wanapata muda wa kujikusanya, kwa sababu kuanzia Jumatano tukishafanya huduma hapa tukiondoka, kwa hiyo kuna siku 6 ambao wafanyabiashara kwa namna moja au nyingine wanapata fursa ya kujikusanya kipato, ili baada ya wiki moja warudie tena hapa kwa ajili ya kuja kununua bidhaa. Kwa hiyo hii inasababisha wafanyabiashara waliokuwa wengi wasione sababu ya kutoka umbali mkubwa kutoka Kivule mpaka kwenda Ilala, Kariakoo. Unaweza ukajikuta unatumia shilingi 6,000, 7,000, wakati ukija hapa katika eneo la karibu kupitia soko hili unaweza hiyo 6,000, 7,000 ukanunua vitu ambavyo ni vya kutosha kabisa, ukatumia wewe na familia yako, ukakwepa ile gharama ya kutumia pesa nyingi bila sababu za msingi, na hiyo pesa ya ziada ambayo unaweza ukaitumia kama nauli ikakusababisha kuongeza katika huduma ile ambayo ipo karibu yako na ukapata huduma stahili. Kwa hiyo niseme kama mwenyekiti wa mkoa, nimekuja nimeona wananchi wana hamu ya kupata mnada, wamehamasika chini ya mheshimiwa diwani. Kwa hiyo nimelichukua hilo kama mwenyekiti, naamini kabisa tutashirikiana, tutarekebisha mapungufu yaliyokuwepo katika zoezi hili, hatima yake kwa tarehe ambayo tayari wenyeji wetu wanahitaji mnada uwepo, basi kama kiongozi nitahakikisha kwamba malengo yanakusudia yanafikiwa, ili soko la halmashauri liweze kurudi katika mfumo sahihi, watu wafanye biashara, lakini halmashauri nayo ipate mapato kupitia ushuru kama sehemu ya kodi ya serikali kutoka kwa wananchi wake. Naitwa Mwajuma Selemani Abdalla, ni mkazi wa eneo la Kivule, mtaa wa Kerezangi. Nafurahi na nimeshukuru sana kwa muda toka nimehamia hapa toka mwaka 2006, lakini mpaka leo soko lilikuwa halina mwelekeo wote. Lakini kwa kila jinsi tunavyokwenda mpaka dakika 6 uongozi uliokuwepo, tunaona kweli soko linaanza kufufuka. Tunafurahi na tunashukuru na tunafurahi zaidi na zaidi. Amur Mohamed Mbalazi ni mwananchi wa mtaa huu wa Kerezangi. Miongoni mwa manufaiko ambayo tutakayoyapata kufufuka kwa hili soko, vijana wengi kujiajiri. Ukiangalia Kerezangi, vijana wengi hawana ajira, lakini soko hili likifunguka, kijana atapata fursa kuendesha bodaboda, atapata fursa ya kuweka bajaji, atapata fursa kubeba mizigo na mambo mengine kadhaa, na hata kuweka vizimba kwa ajili ya maendeleo ya biashara. Kwa hiyo sisi kwetu soko ni fursa kubwa ambayo ni kipaumbele chetu ambacho tumekililia kwa muda mrefu. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani kwa jitihada zake, na leo amefikia kwenye muafaka kwenda kulifufua soko hili. Mwenyezi Mungu ambariki na azidi kumpa maarifa makubwa aweze kufanya makubwa zaidi.